Dada Sabina, karibu. Asante. Wewe umetusikia wapi? Unatokea wapi? Facebook, natokea Kimara. Kimara. Tuambie, Kimara kulikuwa na nini? Kimara kule nimefikia kwa shangazi yangu. Nikufikia. Unatokea wapi? Nitokea Manyara. Manyara. Kwa hiyo ulipotoka Manyara ulikuwa unakuja kwetu, ulikuwa unaenda kwa shangazi kukaa? Nilikuwa nakuja huku ila hapo nilifikia kwanza. Lakini lengo lako la kutoka Manyara ni kuja kwetu kwa dada Sena. Okay, karibu. Kwa shangazi umekaa muda gani? Sijakaa sana kivile. Maana kabla hapo mwenyewe nilikuwa najitegemea maisha. Maisha yako mwenyewe, ulikuwa na familia, ulikuwa na watoto? Watoto wawili. Na mume? Ndio. Mume au waume? Mume. Mume. Watoto umezaa na huyo baba? Umezaa na baba watu wawili. Sasa imekuaje? Changamoto za wanaume. Ambazo ni zipi? Wanaume unajua ukishapata tena wewe anakuona. Wewe kwa nini usipate? Kipindi nilikuwa nalea watoto. Kile watoto ndio usipate. Mimi nimepita nimelea watoto lakini bado napanga. Kwa nini amjipangi? Hilo ndio tulikurupuka. Ulikurupuka. Kwa sasa hivi ndo akili zimeanza sasa. Akili zimetia akili sasa. Nimependa majibu yako straight, hayana kona. Ungekumbuka changamoto unazopitia na watoto, mwanaume anakudharau kona. Nikamwona apeleke nyumbani. Nije sasa na mimi nianze nipambane. Okay. Ili zile dharau sasa zifanyaje? Ziishe. Ya kabisa. Naume mnawalaumu tu, lakini nyinyi ndio mmejiweka kwenye mazingira ya kudharaulika. Mwanaume akiwa na hela wewe hauna, anakuona wewe wa nini? Anatafuta mwingine. Afisha kufubaza nyumbani huko, anatafuta mpya. Ndio ninachosema. Nyinyi mnawalaumu bure kwa sababu wao wanaendelea kutafuta. Ndio? Ndio. Wewe unaenda kujibweteka nyumbani kwake. Kama mimi hapa madam, kosa sio langu. Mimi hapa nilitaka nifanye kazi, nimetafuta. Yakawa hataki, anaona kwamba mimi nikitoka nitamdharau nikipata hela. Kwa hiyo wewe ulikuwa unataka utoke ukafanye kazi. Ila mwanaume hataki. Anajua kabisa huyu akitoka akipata hela atanidharau. Okay. Hivyo mwanaume alikwambia hataki ufanye kazi na wewe ukakubali. Nilimwambia kama utaki nifanye kazi basi nitafutie mtaji, nifungulie biashara, nifanye. Yaani bado lakini akaona ile huyu hata kama nikimtafutia kipata hela tu za kunidharau. Sasa swali langu ni kwamba je, huyu mwanaume alikwambia mimi nataka nikuzibe pua hivi, ungekubali? Singekubali. Kwa nini ulikubali sasa ukaa nyumbani? Sivyo, pia niliona kwamba watoto bado wadogo, nikaona ngoja nitulie, wakishakuwa kubwa mwenyewe nitajua nafanyaje. Ndio kama hivyo kwa walivyokuwa kubwa vile. Nani sasa wakati unasubiri watoto wakue? Unajua kuna kula. Ndio? Kula kupo ndio. Wewe na watoto sinabidi mle. Kwa hiyo sasa wewe ulikuwa yani kuna kitu ambacho wanawake wengi wanapenda kujishika kwamba nasubiri watoto wakue. Lakini wakati huo unasubiri watoto wakue. Una struggle lakini. Wakati unasubiri watoto wakue, unakula nini? Hicho kidogo. Na watoto kidogo kinatoka wapi? Kwake mama mwenyewe alikuwa anacho japo haitoshi. Kwake kinatoka kwake. Kwa hiyo bado pale ndio nasema. Yaani chukulia kitu kama mtu ambaye anakukataza kufanya kazi au ambaye yaani wewe kwanza mimi siamini kama wanawakataza. Mimi naamini wanawake wengi ni wavivu, hawapendi kufanya kazi. Kwa sababu nimekuuliza, akikuziba pua ili usipumue, utakubali? Sikubali. Sasa kwa nini swala la kufanya kazi, swala la kujitafutia kipato, unakubali kirahisi eti mwanaume anasema nisifanye kazi na wewe unabweteka unakaa? Hiyo ni sawa. Yaani kutokufanya kazi hakuna tofauti na mtu kukuziba pumzi, kwa sababu kama wewe mwenyewe unavyotoa ushuhuda wako, na hawa ni wanawake wengi, kwamba unapokuwa ni tegemezi kwa mtu unajiweka kwenye mazingira ya kukandamizwa. Wewe mwenyewe unakiri atakudharau, atakuchukulia, atatoka na wanawake wengine. Wewe unakuwa unajisikiaje kwenye hiyo hali? Najisikia vibaya, unaweza kupata depression. Unaweza kufa. Wengine hata wanaweza kunywa sumu. Wana wapitia mazito. Sasa sikufa ndio huko kuzibwa pumzi.
Tofauti tu ni kwamba yani labda wewe utakufa na hiyo pressure, kisukari au depression, lakini mawazo, lakini kufa ni pale pale. Na ndio maana kwa nini wanawake wengi ambao wameolewa, ambao wako kwenye mazingira, achana na wale wapambanaji ambao wanajihudumia, wanajitunza, wale ambao wanaenda kuwategemea wanaume, wakiolewa, ukimwangalia kabla hajaolewa na baada ya kuolewa, ni kipindi gani ambacho anakuwa na nuru? Kabla hajaolewa. Kwa sababu anajitegemea. Kwa sababu anajitegemea. Akishaingia kwenye ndoa tena hapo unaanza kufubaa. Sasa kwa nini hatujifunzi? Mpaka tunajifunza kutokana na makosa. Unaenda kujifunza. Ikishakutokea sasa hapo ndo akili inakaa. Lakini saa hizi haijakutokea, ukimsikiliza hapa Superwoman anavyoongea unaona anasema tu. Wewe mwenyewe unaona simple tu. Tena ndio kwanza unapambana, unamtafuta baby. Sawa bwana Sabrina, nimependa sana mazungumzo yako straight, yamenyooka. Wale wadada ambao watapenda kujifunza, haya wajifunze kabla, au na wao wasubiri waende wakachapike. Wajifunze. Amna binadamu bana. Bila kuteseka hutojifunza. Bila kupitia magumu hutojifunza. Maana ukiwa unapitia raha unaona tu maisha ndio haya. Ila itakapokukuta unasema hiyo ni Sabrina. Huyu mwanaume wangu mwenyewe alikuwa anasema hivyo. Unasemaje? Nikiona mtu labda anatoa ushuhuda kwenye maana Facebook ni kubwa, analalamika, mimi nateseka, napita na simple tu bwana, huyu labda anataka comment, ataka viewers. Aliponifika mimi ndio ukajua kumbe wale hawataki viewers wala comment. Wako serious. Wako serious. Sawa kabisa dada Sabrina. Kwa hiyo sasa karibu, umejipangaje sasa baada ya hiyo changamoto? Kwa sababu nimejipanga na mengi. Nitakapofanikiwa kupata kazi na mengi sana. Yaani nina mengi. Hapa kazi utapata, mtaji utapata. Cha muhimu tu ni kwenda ni ule utayari kwa kufanya kazi. Na wanawake wengi ambao tayari washapitia changamoto kama ya kwako, uwaga kwa kweli hawana namna. Yaani hata kama kazi ni ngumu lazima ufanye. Tofauti na mtu ambaye hajapata changamoto. Anajua sasa hata kama hii kazi ni ngumu niende wapi? Sina pa kwenda. Umeona? Na ndugu sio kuwategemea. Ndugu kutegemea kwenye raha. Yaani ukiwa na raha wanakupenda. Ukiwa na shida hata sima upokele. Ndio hivyo. Kwa hiyo mimi najua hapo na uhakika kwanza wewe lazima utapambana. Napambana asilimia kubwa maana na uchungu. Na ile uchungu na uhitaji. Kabisa. Basi kwa hiyo una malengo gani ukishapata hela, labda una mpango wa kwenda kufanya nini? Malengo yangu makubwa niliyoweka, nikipata hela, nitafuta kimgawa changu nifungue, alafu hiyo hela najua kupika. Hela nizungushie kuchezea mchezo. Maana huko nyuma ninasomesha. Michezo siku hizi na wanawake wanalizana huko. So vikoba ndo vinaliza. Vikoba ndo vizuri. Vikoba nafikiri ndio vizuri, lakini michezo hii ila nategemea na watu nani, kwa sababu yani mimi nilikuwa nacheza. Wewe watu watu jamani. Sasa kama wewe bwana wako mwenyewe ulimwamini, umemzalia watoto wawili kamenyeuka. Lakini nashukuru Mungu hata kila kiacha kila kidogo nilikuwa najibana nacheza mchezo, lakini sio nje. Ni pale pale majirani wa ndani. Kwa hiyo hamkudhulumiana. Hatukudhulumiana. Nimemaliza mchezo ule tena ndo umenisaidia nikapataga vinauli nikapeleka watu. Okay. Maana wandani palipo na uwezo kumkaba. Haja kulipa lako naingia ndani na beba bufa, ndakuliuza na pata. Sasa wewe uone hiyo stress yote ya nini? Bora uingie kwenye vikoba na vikundi. Kuna hata hii michezo si ni vikundi, lakini yani watu yani kuna namna unawaliza watu kweli kweli. Kwa hiyo usije ukapambana hapo hela yako tena ukaenda kuipoteza mwenyewe unaweza kujiwekea mwenyewe kwenye vibubu za mwenyewe. Sasa hivi mambo mengi, watoto wanataka shule, kula, mavazi juu yako. Kwa kweli bora hata uweke benki hela yako. Fungua account. Mimi nilifungua ni kabla ya nilipopiga na mchezo, nilifunguaga NMB. Basi wewe bwana, nikawa naisema ndo vile ya serikali makato. Sikushauri kabisa, na naona huko watu wanalaumiana, wapo wanalalamika. Mtu anakuambia ameenda kufanya shughuli hela yako haja kulipe. Binadamu atabiriki. Nishawasikia yani kuna watu wengi nimewasikia ambao wamelalamikia sana hiyo michezo, lakini vikoba sijasikia.
Vikoba si mwaka kuvunja mwaka hadi mwaka. Vikoba sijawahi kusikia malalamiko kwenye vikoba, lakini hizi upatu hizi michezo vikoba vinakuwa vina faida. Kwa sababu mwisho wa mwaka wakivunja, mfano labda kama wewe unataka uchukue milioni, ile hela yako ambayo ulikuwa umeiweka unaweza kupata hata na faida 200,000, 300,000, nategemea mko wangapi. Okay. Pia uko na tatizo pia ile wanakusaidia. Na pia unaweza kuwa na tatizo kachukua hela, kwa unalipa riba tu. Yaani kule ni kama kuna kimfumo ambacho kinaeleweka. Cha muhimu ndio hivyo, mimi naweka tu your awareness. Usikurupuke tu kwa sababu fulani anafanya fulani anacheza fulani sasa hivi na kuangalia kabisa. So mmekutana huku mara dada center sijui udanganye mashauriane wewe hela bana, hapana. Ila shetani wewe shetani mtu anabadilika utaamini. Basi mimi nawakaribisha sana. Cha muhimu tu jamani, muende mkapambane kwa sababu hakuna maisha marahisi. Wote nyinyi mmepita kwa wanaume, mmeenda mmezaa, mmeona hizo ndoa nazo bila kuwa na maisha ni changamoto. Kwenye ndoa ndugu yangu, hakikisha na wewe unazalisha. Bila hivyo utadharaulika. Hata hadi wako wanakudharau. Kila mtu atakudharau. Kwa hiyo umeona, hakuna kitu kibaya kwenye dunia hii kama kuwa tegemezi. Yaani mimi nasema utegemezi mkubwa uweke kwa Mungu. Mtegemee Mungu tu. Lakini hawa wanadamu usikubali kumtegemea mwanadamu. Mtegemee Mungu ambaye unajua atakuamsha kesho, atakupa nguvu, atakupa afya na atakupeleka sehemu sahihi. Yaani maombi yako ni kumwomba Mungu, niletee watu sahihi ambao nitafanya nao kazi, ambao nitawahudumia. Lakini na wewe tumia akili kwa sababu Mungu hawezi kufanya kila kitu. Sio unaomba Mungu akupe maarifa pia kufikiri. Maarifa akasema watu wangu wanaangamia kosa nini? Maarifa. Tafuta maarifa. Soma vitabu kabisa, tafuteni nanyi mtawapa. Kwa hiyo sio ukikaa tendo mwambie Mungu nitafuta. Hapana. Usimuombe alafu utoke kwamba sasa huku Mungu atanifungulia milango kwa sababu Mungu nitangulie. Neno zuri kabisa. Kila kitu sema Mungu. Hata unapofungua hichi kitabu, mwambie Mungu naomba unipe mwanga. Yaani ninapokwenda kusoma nijifunze kitu ambacho kitabadilisha maisha yangu. Mimi nikisoma kitabu lazima nimuombe Mungu anipe mwanga. Kwamba kwenye hichi kitabu nitapata nini? Kwa sababu nitatumia muda. Kitabu chenyewe nimetoa pesa kukinunua. Na shetani anaweza kupumbaza, unaweza kusoma usielewe. Kwa hiyo kila kitu yani kama alivyosema, tangulize Mungu. Mwambie Mungu nitangulie. Kwenye kila jambo. Unapoenda kwa bosi wako umepangiwa, mwambie Mungu nitangulie. Nikafanye kazi, kukutana na mangapi. Nikafanye kazi kwa huyu bosi afurahi, aridhike na huduma nitakayompa. Alitukuze jina lako kupitia mimi. Umeelewa? Maana bosi anaposema namshukuru Mungu nimepata dada mzuri, ni baraka. Kuliko mtu kusema kwanza kukulaani. Nina dada ambaye ana roho mbaya, hapendi watoto, hebu niambie. Upati baraka. Shetani ameingilia kati. Na pia unashindwa kutimiza malengo. Na kabisa. Kwa hiyo jamani, mimi nawakaribisha, lakini karibuni kwenye mapambano. Sio mambo rahisi. Sawa. Siwatishi, lakini huo mfano kwa sisi wa Kristo Yesu alituonyesha kwamba ilibidi apite kwenye msalaba, agongelewe msalabani, ili aende kutukomboa. Sasa wewe unataka mtaji, unataka siku moja uwe na uhuru, unataka uwe na maisha yako, si ndio? Na biashara yako. Jamani, na wewe kuna msalaba wako. Unatakiwa upite. Ndio ukienda kwa bosi utaambiwa amka saa 10, saa 9, saa 9, lala saa 6. Si ndio msalaba wako, lakini ukiubeba mwisho wa mwaka au miaka 2-3 una fungu lako. Ukipata ile fungu lako unakuwa huru. Ukienda kuanzisha biashara yako sasa na wewe tena umekuwa madam. Simulizi sasa. Madam mabosi zetu. Na wewe sasa unakuwa madam. Una watu wako na wao ambao sasa na wao wataanza kufanya kazi. Unaona? Ndio maisha yanavyokuwa. Lakini ukikimbia huu msalaba, ndugu yangu, wewe maisha yako kila siku yatakuwa ni mateso. Kila siku utakuwa unalaumu wanaume, lakini kiukweli wanaume hawana shida. Shida tunazo sisi ambao tunakimbia kufanya kazi, tunawakimbilia wao. Wakati Mungu ametuambia tusiwategemee. Actually ametuleta sisi tukawasaidie. Ndio. Sisi ni wasaidizi, si ndio? Sabrina, wewe ni dini gani? Muislamu. Si kuna Bi Hadija, habari za Bi Hadija unazijua?
Maana ninaongelea ndio Biblia mke mwema, lakini tuna Bi Khadija ambaye ni mke wa kwanza wa Mtume, si ndio? Unajua habari zake, au wewe Muislamu ambaye fake hujui stories za huko kwenu? Yule mama alikuwa anamsaidia mume wake. Kwa sababu sisi wanawake ni wasaidizi. Ndio. Hata Mungu wakati anamuumba Adamu alisema anampa msaidizi. Si ndio? Sasa kwa nini unaenda kwa tegemezi unasaidia kweli? Hivi umewahi kujiuliza? Tunakaa basi unajua tunajifariji kwamba vile unavyozaa ndio unavyomzalia basi ndio umemsaidia. Kwa mtoto sio wako. Anakuwa yaani tunakuwa tu wenyewe tunajidanganya tunakosea. Kwa sababu pia kama hivi mimi nimemzalia lakini mtoto yaani mimi mwenyewe inabidi nipambanie. Anakuwa sina jukumu langu. Na ndio wengi nafikiri kwa nini hata sheria zimetengeneza kwamba mkiachana mtoto abaki kwa mama. Kwa sababu mama umekaa naye miezi 9 tumboni. Bado Mungu ameweka malengo kwako. Kwa nini mnyonyo alizo akaweka kwa mwanaume? Akagawanya kwamba sasa wewe kwa kuwa umekaa naye miezi 9 sasa akanyonya kwa baba yake. Kwa nini bado akakuwekea wewe maziwa chakula chake? Umeelewa? Kwa hiyo sasa yani ukijiweka kama mtu ambaye ni msaada, kwa kweli huwezi kuteseka kwenye maisha. Lakini ukivaa utegemezi, mimi nimezaa kwa hiyo yeye anitunze. Mama unateseka. Utateseka na mwisho atakuacha na mtoto wako. Tafuta mpya. Na sasa hivi wanaume ndio hivyo, yani wanataka pia mwanamke ambaye ana kitu. Yani uwe na biashara au uwe na hela. Yani uwe na msaada kwake, usiwe mzigo. Yani muwe mnashirikiana kwenye maendeleo. Uwe msaada kwake. Kuna wanawake wengine inawezekana hata wafanye kazi lakini kwa mawazo walionayo mwanaume anajua kabisa yani hichi kichwa cha huyu mama ndio kinaleta haya maendeleo nilionayo. Hata kuheshimu. Ndio. Basi wewe hata na akili unazo huna. Sasa utamshauri nini au utamsaidiaje huyo mumeo? Jamani, changamoto nyingine tunapenda kulaumu wanaume lakini sisi ndio tumebweteka. Sisi ndio tumejiweka mizigo, vilema. Matokeo yake ndio tunaishia kuteseka. Akikubwaga hapa anakuacha wewe na watoto wako. Ajali. Asubiria amekuwa mkubwa ndo anataka mimi baba yao. Umeona wewe sasa hivi watoto umeacha wapi? Uko nyumbani? Yeye yuko wapi? Upo kivyake. Kivyake anakula baba. Hata sijui gari. Maana sasa kuwasiliana naye. Kwa heri. Jamani, karibuni tuende tukachape kazi. Asante. Tubadilishe maisha yetu kwa sababu uwezo tunao na nguvu tunazo na nia tunayo. Kweli. Na Mungu huyu tunaye. Yeye ametuumba kama wasaidizi, atatupa nguvu na uwezo wa kuweza kutoka kwenye umaskini. Amina. Inshallah.